Filamu inaanza mwaka 1993 na mwanamama mmoja anaitwa Rodan. Huyu alikuwa ni msii binti wake anaitwa Neta amlinde mdogo wake, kisha akamuomba akimuonya kwamba asikubali kuona nguvu za ajabu ambazo zinatembea kwenye hichi kijiji, na sio kuona tu, asikitazame kabisa hicho kiumbe kitakachopita hapa, kwa sababu akikiangalia tu basi nguvu hizo pia zinaweza kumfuata yeye popote pale atakapokuwa. Kwa sasa muda huu baba yake Neta alikuwa anafanyiwa tambiko ili apandikizwe hirizi kwa ajili ya kupata utajiri pamoja na bahati nzuri. Mganga akawa amemuingizia hirizi hizo ndani ya mwili wake. Sasa huyu mzee anaitwa Jamal, upande wa mtoto aliyeachiwa mtoto ili kumlinda. Mtoto alikuwa analia, mara dirisha lilikuwa limefunguka, lakini binti akawa amelifunga tu lile dirisha. Haraka haraka mtoto akawa ametoka nje. Huyu mtoto akaanza kumtafuta mama yake tena, akamwacha mdogo wake ndani analia. Nyinyi, huyu mtoto anafaa kupigwa, mbona kama anataka kurefusha hii movie. Upande wa tambiko linaendelea kama kawaida. Babake Neta mganga akawa anampa masharti Jamal hataweza tena kupata mtoto mwingine maishani mwake. Mzee huyu akawa amekubali. Mke wake akawa amefika hapo, akaanza kumhoji msaidizi wa mganga. Huyu binti anaitwa Asiti. Mama yake Neta anasema kwamba mme wake anatakiwa kuahirisha mara moja hilo zoezi analotakiwa kulifanya, na anasema lolote litakalotokea familia yake, basi watu wote, Asiti pamoja na mjomba wake ambaye ni mganga, watahusika na lawama. Asiti ikabidi kwenda kumwambia mjomba wake pamoja na Jamal kwamba waahirishe hilo zoezi kwa sababu mke wa Jamal yuko hapo nje analeta fujo. Huyu mzee akawa ametoka hapo ana sura ya kutaka utajiri, akamfokea mke wake. Mwanamke akasema kwamba siwezi kusimama nikiangalia kwamba unaendelea kujiingiza ndani ya ushirikina, unamwabudu shetani, siwezi kabisa kuruhusu. Muda huo huo ikasikika sauti kwa mbali ya kitu kimoja kinaitwa lampuli. Lampuli, jeneza linaloenea hewani. Akamchukua mke wake na kumwingiza ndani. Sasa upande wa mtoto huyu mwanamama, yani Neta, yuko bize kumtafuta mama yake. Mara akawa ameliona lile jeneza limetokea mbele yake. Mtoto akawa ametimua mbio kujaribu kujiokoa. Mtoto akawa amefanikiwa kuingia mpaka ndani na lile jeneza linaendelea kumfuatilia. Mtoto kwa kitete akaingia kujificha chini ya kitanda. Mara binti akasikia mdogo wake alipokuwa amekaa kama amekaa kimya. Dogo baada ya kutoka hapo kwenda kuangalia mdogo wake alipokuwa, lile jeneza lilikuwa limeondoka kabisa na mdogo wake. Baada ya muda mfupi mama yake akawa amefika hapo. Ikabidi kumtuliza tu binti baada ya binti kumwambia kwamba ameshindwa kumtunza ama kumlinda mdogo wake. Baada ya mambo yote hii familia ikaamua kabisa kuondoka kabisa kwenye hii nyumba. Sasa filamu inaenda moja kwa moja mpaka 2019 ambapo binti Neta kwa sasa ni mtu mzima na ameolewa. Huyu mume wake anaitwa Edwin. Mama yake Neta amekwisha kufariki dunia na watu wengi waliokuwa wanafika hapa ni waombolezaji tu kwa ajili ya kutoa pole kwa hii familia. Sasa Neta, huyu mwanaume aliyemuoa, ana madeni. Huyu bwana mkubwa ni ana mawazo kinoma, yani fedha hazikai kabisa kwenye hii nyumba, wao tu ndo wanakaa humu ndani. Edwin alikuwa anajua kabisa baba yake Neta amekwisha kufariki dunia. Sasa kulingana na huu msiba ambao walikuwa wamepata hapa, ndugu waliokuwa wanakuja hapa na marafiki waliokuwa wanakuja hapa kwa ajili ya kutoa pole, walikuwa wanamtakia tena mema Neta pamoja na baba yake. Edwin akawa ametambua kwamba baba yake Neta bado yuko hai. Hili jambo lilikuwa limezua ugomvi baina ya hawa wanandoa. Kwa nini mke wake amemdanganya kwa miaka mingi sana kuhusiana na mzee wake? Neta akaeleza kwamba yeye pamoja na mama yake waliamini kwamba Jamal amefariki baada ya kuwa ameoa mwanamke mwingine, kwa sababu hawakuwa na mawasiliano naye kabisa huyo mzee miaka karibu 25. Neta akaomba msamaha kwa mume wake na mwanaume akawa amependekeza kwamba inabidi waende kumtembelea babake Neta. Hili wazo limekuja kwa mwanaume kwa sababu anaandamwa na madeni sana, anahitaji kupata sehemu pa kuponea na wanahitaji kwenda kwa huyo mzee ili kumfikishia ujumbe wa mwisho wa mama Neta kabla hajafariki dunia. Na safari hii inalazimika waondoke pamoja na watoto wao wawili. Upande wa kijiji ambako Neta ametoka, wanakijiji walikuwa bize sana kuwasha mienge njiani. Mmoja kwa ameondoka hapo akamwacha mmoja bonge hapa kwa ajili ya kuwasha moto sehemu hii. Mara akiwa hapo akaona rampuri imefika hapo mbele yake. Yaani hapo utakiwi kabisa kukaza macho kuliangalia moja kwa moja. Lakini sasa kwa sababu ya uoga, bonge akawa amejikuta amekitazama kile kiumbe machoni kwake. Kesho yake Neta pamoja na mume wake wakafika kabisa katika kijiji ambacho wanatakiwa kwenda. Safari bado inaendelea. Wakiwa hapo, Neta kwenye kutazama akatambua kwamba binti yake hayupo hapa. Nilikwambia hawa watu wana watoto wawili, tutaanza kumjua mmoja mmoja. Mume wake Neta akaanza kumtafuta binti yake, akamkuta sehemu hivi anaangalia watu wanacheza ngoma, lakini kabla hajamfikia kuna mtu akawa amemchukua huyo binti na akawa amekimbia naye. Jamaa akawa amemkimbiza akampata. Huyu mshikaji anamfahamu, anaitwa Yoyoki.
huyu ni binamu yake Neta. Yoyoka akisema kwamba alimuona Sekari akuwa anatembea peke yake huku, hivyo akaamua kumchukua ili kumlinda. Basi safari ikaanza. Sasa hapa kwenye gari, huyu dogo mwingine anaitwa Adam na yeye ni mtoto wa Neta. Sasa kwenye gari, Edwin alikuwa anazungumza na simu na mtu ambaye anamdai, anamwambia kwamba kwa sasa nenda Java, nitarudi, nitakulipa kila kitu unachonidai, wewe nivumilie tu. Inavyoonekana Edward amezongwa na madeni kuliko hata nilivyomtambulisha hapo mwanzoni. Neta akapendekeza kwamba wamwombe msaada Anwan, mtu ambaye anaweza kuwasaidia, yuko vizuri kifedha. Edward alikuwa amekataa kabisa, hataki hata kulisikia hilo jina. Yoyoke akawa anashangaa kwa nini wanafikiria kwenda kuazima pesa kwa mtu mwingine wakati baba yake Neta ana pesa za kutosha na ni mfanyabiashara ambaye ana jina kubwa, ana pesa nyingi. Wanaweza kwenda kuchukua pesa huko kuliko kuomba pesa kwa watu baki. Na akawa muongeza akisema kwamba lakini kwa sasa kijiji kizima kinaamini kwamba mke wake ambaye alimuoa anaitwa Asiti alimloga kwa kutumia uchawi, kwa sababu mjomba wake ni mganga mkubwa sana kwenye hicho kijiji. Sasa mtoto wa pili wa Neta ambaye ni Adam, yeye alikuwa bize kuangalia miti inavyorudi nyuma, akaona mawingu yanafanana na dragon. Akawa amemuuliza baba yake Yoyoke akisema kwamba kwa kutazama kwa jinsi ambavyo unajua hiki kijiji, hiyo ni ishara mbaya. Kabla hajaeleza vizuri, Edwin akawa amemkatisha kwa sababu haamini kabisa habari za kishirikina. Walipozidi kusonga mbele na safari, Adam akaona mienge ambayo ilikuwa imewekwa pembezoni mwa barabara. Ikabidi kuuliza hiyo ni nini na ni sababu gani? Yoyoke akieleza kwamba hiyo njia ni njia maalum kwa ajili ya Rampuri, jeneza linaloruka. Maelezo ya huyu jamaa anasema kwamba Rampuri ikijitokeza tu mtu mmoja kwenye kijiji hicho ni lazima atoweke. Sasa muda huo walipokuwa wanazungumza haya mambo, Edwin alikuwa amelala. Alivyoamka akakasirika sana, akamzuia Yoyoke kuendeleza hizi stori asije akatisha watoto. Wakaendelea na safari. Mbele kidogo wakakuta kuna foleni moja kubwa sana, hivyo watu wazima wakawa wameshuka kunyosha miguu. Edwin pamoja na mke wake wakapata nafasi kidogo ya kuzungumza wakiwa nje. Mke akamwambia mume wake kwamba mama yangu aliwahi kuniambia kama tukipata shida ya pesa tusimuombe baba yangu. Yaani hawafai kabisa kwenda kuomba pesa kwa yule mzee kwa sababu pesa zake sio halali. Lakini mwanaume hakujali kabisa chochote alichoambiwa na mwanamke. Baadaye wakiwa wanajipea shughuli hapa kwa sababu foleni haipungui, kuna mwanamke mmoja akawa amefika hapa akamuita Yoyoke, hao ni kina nani ulionao? Jamaa akasema kwamba ni Neta, yuko na familia yake wanarudi kijijini. Huyu mwanamama akamwambia kwamba baba yake Neta amefariki asubuhi ya leo kwa mshtuko wa moyo. Kisha huyu mwanamama akatupa uchafu kwenye kioo cha huyu binti. Kwa nini? Tutajua tu hapo mbele. Yoyoke ikabidi kwenda kumwambia huyu mwanamama Neta kwamba baba yako amefariki dunia. Yaani wamefika hapa wakiwa na vibe, wanapokelewa na masikitiko. Sasa baada ya kufika nyumbani, kweli kuna msiba. Watu wananong'ona tu kwenye hichi kijiji. Kwanza namna wanavyomwangalia Neta sio poa hata kidogo. Wananong'ona, kwa nini huyu mwanamke karudi hapa? Wanaamini kabisa kurudi kwa huyu mwanamke ndio sababu ya kifo cha huyu mzee, na kuja kwa huyu mwanamke kutasababisha tena lile jeneza lirudi kwenye hichi kijiji. Mwanamke mmoja akamshambulia kwa maneno ya kumlaumu huyu binti. Kwa bahati nzuri, kuna binti mmoja anaitwa Nining akawa ameingilia hapo na kuwatuliza, kisha akajitambulisha kwa Neta na akawa ameeleza kwamba baba yake Neta alikuwa anakunywa vizuri tu kinywaji asubuhi, lakini ghafla alikufa tu kwa baadaye. Sasa baada ya kuingia ndani, kuna mganga humo anaendeleza hekaheka za kutoa hirizi ambazo kuwa ndani ya marehemu. Marehemu alikuwa anaonekana kama amerudiwa na uhai vile, lakini lilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linahusika na ushirikina. Mganga alikuwa anapambana kutoa vitu ambavyo yeye mwenyewe aliviweka. Baada ya kumaliza kabisa kutoa vitu vyake, marehemu akawa ametulia. Taratibu zingine zinatakiwa ziendelee. Ni nini? Akaenda kumjulisha mwanamama Asiti kuhusiana na ujio wa Neta pamoja na familia yake. Hivyo akawa amewatambulisha wote hapo. Asiti akasema kwamba ninakufahamu Neta kwa sababu wewe umefanana sana na marehemu mama yako. Sasa wakati wanaendelea na harakati zao, mara marehemu naye akaanza harakati zake hapa, heka za kutosha. Mganga mwenyewe anashangaa, mbona nimekwisha kutoa kila kitu ndani ya huu mwili? Asiti kabidi kumsogelea marehemu mume wake, akamwambia kwamba binti yako amerejea nyumbani hapo, kisha kwa muita Neta ili azungumze na baba yake ili atulie. Neta akasema kwamba nimerudi nyumbani hapa, nimeleta ujumbe pia kutoka kwa marehemu mama yangu kwamba kabla hajafariki dunia amekwisha kukusamea makosa yako yote uliyokwisha kuyatenda huko nyuma. Baada ya kusikia maneno haya, marehemu akaamua kutulia kabisa na akaamua kupumzika. Ghafla msichana mmoja akawa ameingia hapa ndani analia, anamuita marehemu kama baba yake. Huyu binti anaitwa Mitha, anasema kwamba Jamal ndiye mtu ambaye alikuwa anampenda kuliko mtu yoyote. Sasa watu wanashangaa akiwemo Edwin. Ikabidi kumuuliza mke wake kwamba unamfahamu huyu binti? Neta akasema kwamba hajui chochote kuhusiana na huyu binti. Babake Neta ikabidi kuzikwa. Sasa wakiwa bado makaburini hapa, binti Neta anakuja kushtuka kwamba binti yake hamuoni hapo. Ikabidi waanze kumtafuta.
wakamkuta binti Sekali amekaa karibu na kaburi la mdogo wake Neta. Sasa huyu mtoto kapajuaje hapa? Adamu ikabidi kuuliza, aliyezikwa hapa ni nani? Baba yake akasema kwamba aliyezikwa hapa ni mdogo wake mama yako, alifariki, alikuwa anaumwa. Neta bado ana mawazo, ikabidi kumuuliza binti yake kwamba umejuaje hili kaburi? Binti akasema kwamba babu ndiye amenionyesha hili kaburi. Waliporudi nyumbani kama kawaida, mume wake Neta bado yeye anachokiwaza anahitaji kupata pesa tu. Akawa anamuuliza Yoyoki. Yoyoki akamuonyesha mshikaji mmoja hivi anaitwa Bimo, akasema kwamba huyo jamaa ni msaidizi wa baba yake Neta, yeye pia ni dalali wa biashara ya tumbaku. Kazi yake ni kuuza tumbaku na kukusanya madeni kutoka kwa wakulima. Na akaongeza kwamba kwa mujibu wa stori za hapa kwenye kijiji, huyu jamaa Bimo anatoka kimapenzi na mwanadada Asiti. Ndani ya nyumba ni nini, alikuwa anamwandalia Neta kitanda, akamwambia kwamba una bahati wewe, umerudi nyumbani nyakati ambazo urithi wa mali zote za baba yako unatakiwa kuwe kwenye mikono yako. Sasa binti Neta ikabidi kuuliza kuhusiana na yule binti ambaye amemuona anaitwa Mitha. Nini ngafichua kwamba Mitha sio mtoto wa damu wa Jamal, alilelewa tu kwa sababu Jamal pamoja na Asiti hawakuweza kabisa kupata mtoto wa damu. Jamal alimpenda sana binti Mitha kama mwanaye, lakini kwa mujibu wa wanakijiji walivyomuona yule binti analia, waliamini kabisa yule binti kafika hapa anajiigiza tu, anachotaka anataka urithi tu na sio kitu kingine. Na anasema kwamba huyu binti pamoja na mama yake yani Asiti hawapendani kabisa, na huyu binti amerudi hapa kijijini na mwanaume wake ametoka naye huko mjini anaitwa Tony. Upande wa stori sasa huku nje tena zile stori za jeneza kupaa zikawa zimemfikia bwana Edwin. Edwin ikabidi kumuuliza Yoyoki kuhusiana na hilo jambo. Yoyoki akieleza kwamba baada ya kengele ya jioni tu ikisikika hapa ndani, unatakiwa kuingia ndani, unatakiwa kutoka nje. Nje inakuwa ni hatari sana. Wanakijiji wanaamini kwamba kila jambo baya linapokuwa linakaribia kufanyika kwenye hichi kijiji, Lampuli huwa anaonekana. Akasema kwamba hapo zamani mizimu ya hichi kijiji ilikuwa na uwezo wa kudhibiti kabisa nguvu hizo, nguvu za uovu, lakini kwa sasa hata mizimu yenyewe imeshindwa. Jeneza hilo linaweza kutokea pale tu ambapo kuna dalili ya shida kwenye hichi kijiji. Edwin bado haamini kabisa haya mambo ya kishirikina, ingawa yeye mwenyewe ameona hirizi ambazo zilikuwa zinatolewa kwenye mwili wa marehemu, yani mzee Jamal. Sasa Yoyoki kabla hajaondoka akamwambia Edwin kwamba lazima ahakikishe watoto wake wanakuwa salama, haijalishi yeye kitu gani anakiamini ama hakiamini. Basi shughuli zikaendelea kama kawaida. Neta akaona mdoli wa utotoni, akakumbuka sana kipindi ambapo alikuwa anachezea huu mdoli. Baba yake ndio siku ambayo alimjulisha kwamba mama yake amejifungua mtoto wa kiume mdogo wake. Binti akiwa bado kwenye mawazo anakuja kushtuka ule mdoli kwamba ushikilia umetoweka tu, haujulikani umeenda wapi. Akiwa hapo mume wake akawa amefika hapo, lakini binti Neta hakumwambia mume wake kuhusiana na kitu kilichotokea hapo. Edwin akamwambia kwamba Neta, tunapaswa kurudi mjini. Mzee ni kama akaanza kuona masharti kwenye hichi kijiji yamekuwa mengi. Anasema kwamba watu wa kwenye hichi kijiji hawaelewi kabisa, haswa imani zao za ajabu ajabu sana kuhusiana na Lampuli. Neta akamjibu kwamba hata kama mambo mengi hayaonekani machoni kwake kuwa na mantiki, kwa wanakijiji hawa ndicho kitu ambacho wanakiamini, hivyo ni lazima watii na kufuata sheria za kwenye hiki kijiji. Sasa wakati wao wanazungumza haya mambo yote, binti Mitha alikuwa anasikiliza kila kitu. Neta alipoingia ndani akakutana na binti Mitha. Binti akamwambia kwamba babako alikuwa nakukumbuka sana kwa kipindi kirefu ambacho hujawahi kurudi nyumbani hapa, na akawa amemuonya, akamwambia kwamba binti, kaa mbali na mama yako wa kambo Asiti. Mitha akasema kwamba Asiti ana tamaa sana kubwa ya kifedha pamoja na mali za huyu mzee aliyefariki. Upande wa mwanamama Asiti alikuwa kwenye kumbukumbu nzito za kumpoteza mume wake. Sasa akiwa hapo anasema kwamba hata harufu ya mume wake bado anaisikia kwenye kila kona kwenye nyumba, haswa kwenye mablanketi yake. Asiti akawa amemshukuru Neta kwa kurudi kwake hapa, pengine ndio sababu baba yake amepumzika kwa amani. Sasa wakati wanaendelea kuzungumza, mara Mitha akawa ametoka hapo ndani baruti. Asiti kabidi kumfuata, akamuuliza, wewe mbona utulii? Dada yako ndo kwanza amefika hapa, haujamjulia hata hali. Lakini binti alimjibu kwa jeuri, akamwambia kwamba hemu acha kuigiza, usijifanye mimi na wewe kama tuko sawa, mimi na wewe tuna ugomvi. Binti akawa ameondoka hapo baruti. Asiti akaendelea na maelezo kama kawaida, anasema kwamba huyu binti tangu utotoni kwake amekuwa ni msumbufu sana na ni mkaidi. Akaomba Neta akae hapo kwa siku chache pamoja na watoto wake. Neta akawa amekubali jambo hilo. Asiti akamwamuru Bimo amweleze kila mmoja aliyopo hapo kuhusiana na Lampuli. Bimo akafichua kwamba sheria muhimu za kwenye hichi kijiji mnatakiwa kuzitii. 1, usimtazame usoni kiumbe huyo. 2, usimtazame kwa macho yako, yani ndo ile ukienda namba 1 unarudi namba 2. Edwin akauliza, je, kitatokea nini kama mtu atavunja sheria hiyo? Bimo akajibu, yoyote atakayevunja na kumtazama kiumbe huyo machoni kwake, nguvu za giza zinaweza kumchukua moja kwa moja na kumwingiza kwenye hilo jeneza na kupelekwa kusikojulikana. Wengine huwa wanapata bahati na kurudi,
wakiwa maiti, wengine wanarudi wakiwa wagonjwa au watu waliochanganyikiwa kiakili, na wengine hupotea kabisa milele na milele. Usiku huo mwanamama Asiti akiwa na huzuni ndani ya chumba, akaona kabati lake liko wazi. Kwenda kufungua kabati, akagundua kwamba Mitha aliiba pesa pamoja na nyaraka muhimu, kisha kwa ametoroka. Kweli bana, upande wa binti kaenda moja kwa moja kukutana na kaboi kake, akakapatia pesa na nyaraka nyingi. Kajamaa sio kwamba kalimtuma, kinywe kanashangaa, binti mbona umeiba? Binti akasema kwamba tutaenda kuviuza hivi vitu. Washa pikipiki haiwaki. Zikaanza kusikika sauti ya jeneza linaloelea hewani. Binti anajua kabisa hapa kinaenda kuumana, akashuka kwenye pikipiki akaanza kukimbia. Toni kabidi kumfuata, anauliza nini kinatokea. Binti kaingia ndani kajificha sehemu, anamwambia kwamba ingia huku. Mara lile jeneza lilikuwa limetokea hapo na likawa limemuua Toni mara moja hapo hapo. Mitha yeye alikuwa anaelewa kabisa sheria za hapa ndani ni kujificha tu, hakuna kukitazama kile kiumbe kwa macho. Sasa upande wa nyumbani, Edwin baada ya kuamka akatambua kwamba mtoto wake wa kiume hayuko hapo, yani Adamu. Akaanza kumtafuta, akamkuta sehemu kakaa kajibanza. Sasa wakati wanazungumza yeye pamoja na mwanae, mara dirisha lilikuwa limefunguka. Baba akawa ameenda pale kwa tahadhari, mara lile jeneza lilikuwa limetokea hapo. Sasa hili jeneza mara nyingi linatembea na kile kiumbe ambacho kinakuwa humu ndani. Sasa ukiwa hapo kile kiumbe kimetoka, huyo baba pamoja na mtoto wanajizuia kukitazama kwa macho. Edwin akawa ametumia iPod ya Adamu kwa ajili ya kutazama kile kinachoendelea hapo, na akawa amekiona kile kiumbe kwa macho yake. Halo, alikuwa amini kabisa haya mambo, lakini kuanzia saizi na kale kauoga kamemshika kamempiga vizuri, alianza kuamini. Usiku huo kwa sababu ya hofu, Edwin akawa maota yuko ndani ya lile jeneza linalopaa. Alipoamka hapo akaulizia watoto wake, jamani, watoto wako wapi? Na mwanamke akawa ametambua kabisa kwa sasa mwanaume ameanza kuelewa nini kinachoendelea. Wakati huo huo Adamu pamoja na mdogo wake Sekali walikuwa mashambani huko wanacheza. Ghafla Sekali akahisi kama anaitwa, hivyo akawa ametoka hapo, anaanza kumuita babu yake, ni kama alikuwa anamuona. Akaingia ndani zaidi, Adamu anakuja kushtuka dada yake hayupo hapo, ikabidi kuanza kumfuata baada ya kusikia kuna kelele zimesikika huko. Baada ya kufika huko wakamkuta Mitha alikuwa amelala chini ajitambui. Watoto wakawa wametoka hapo moja kwa moja na kwenda kuwajulisha wazazi wao. Kweli Edwin akawa amefanyikiwa kumrudisha Mitha ndani, lakini sasa binti kapagawa, anazungumza kwa sauti ya kijaiva, anasema kwamba Rambo huja kwa ajili ya wenye dhambi. Neta ndiye mtu ambaye amesababisha jeneza hili kurudi kijijini hapa. Ni nini? Akapendekeza kwamba wamuite mganga Tom, na akawa ametoka hapo kwenda kumfuata mganga mara moja. Wakati huo Adamu akarudi tena sehemu ambapo Mitha walimkuta. Baada ya kufika hapo akakuta kuna kitu ambacho kilikuwa kimefukiwa hapa chini. Alipokifungua ni kama kitu kinaonekana kama mfano wa mtoto. Kwa bahati mbaya Bimo akawa amefika hapo kwenye kumtazama Bimo, kurudi kutazama alichokuwa anakitazama hakipo. Kijana akaamua kurudi tu nyumbani. Wakati huo Sekali wazazi wakawa wamegundua kwamba ana homa kali. Wakati bado hawajajua nini cha kufanya, wakasikia makelele. Edwin akawa ametoka hapo akamkuta Bimo amembeba Mitha, wanamtoa hapo kwa nguvu. Bimo anasema kwamba huyu binti haruhusiwi kabisa kukaa hapo kwa sababu lile jeneza litarudi tena kwa ajili yake, na kama litarudi hapa linaweza kusababisha hatari kwa watu wengine. Mganga mwenyewe yuko hapo, anasema kwamba huyu binti ni lazima aondolewe hapa, apelekwe shambani huko akawekwe katikati ya shamba kwa ajili ya Lamponi, atakapokuja amchukue. Edwin akawa amepinga hili jambo, lakini sasa mganga akamwambia kwamba wewe ni mjinga. Lamponi ni mjumbe wa Mungu wa kike ambaye anaitwa Roho Kadul. Wakikataa kutii matakwa yake, magonjwa na watu kuuawa kwenye hichi kijiji yatakuwa mengi matukio hayo. Baada ya kurudi kwa mke wake, Edwin kwa sasa ana hasira na ana wasiwasi kweli, pengine kwenye hichi kijiji kuna mambo mengine ambayo yanafichwa, na yuko tayari kabisa kushuhudia Mitha ametolewa kama kafara kwenye hichi kijiji. Yeye hakubaliani kabisa na hili jambo. Sasa mwanamke akajaribu kumtuliza, akamwambia kwamba japo yeye hajui chochote kwa sababu aliondoka kwenye hichi kijiji akiwa na miaka 8, mpaka hivi sasa karudi hapa hajui hata hicho wanachokiita kwamba yeye alitenda dhambi kubwa sana kiasi kwamba kusababisha hili jeneza kuendelea kutembea kwenye hichi kijiji. Edwin akaamua kutoka hapo kwenda kumwokoa Mitha. Baada ya kuingia ndani kwenye chumba kimoja, akiwa hapo akawa amempata tena Yoyoki, na yeye yuko hapa. Huyu jamaa na ikaeka wakawa wamejificha baada ya kuona Lampoli limefika hapo nje. Wakiwa ndani huko wakawa wamemhoji Mitha ili awaambie muhusika wa hii dhambi iliyosababisha haya mambo yote kwenye hichi kijiji na hili jeneza kurudi ni nani. Bidada Mitha akawa amefichua na kusema kwamba ukweli mimi nao ujua, Bimo pamoja na Asiti ni watu ambao wana mahusiano ya siri na yawezekana wao ndio waliomuua baba yangu. Yani hapa anamaanisha Jamal. Kabla hajaeleza zaidi, lile jeneza lilikuwa limevunja hapo na yule kiumbe akawa ameingia ndani na kumtoa huyu binti mbele ya macho yao. Watu wengine ni kufunika macho, hataki kabisa kujifanya ni mashuhuda. Nyumbani Neta akamfuata Adamu akiwa hapo kwenye kumtuliza mtoto wake. Mume wake akawa amefika hapo, akamwambia kwamba mke wake, wewe hauna hatia kabisa. Bimo pamoja na mama yako wa kambo ndio watu ambao wana mahusiano ya kimapenzi, yawezekana wao ndio wana siri ya kumuua baba yako. Mitha aliniambia alikuwa
alikuwa ameificha hiyo siri kwa muda mrefu. Sasa baada ya muda Sikari alikuwa amefika hapo, lakini Adamu akawa hayupo hapo. Edwin akatambua kabisa mtoto wake wa kiume hayupo hapo, akaanza kumtafuta. Alimtafuta usiku kucha. Asubuhi kulivyokucha, Edwin akiendelea kuzunguka kijiji kizima huku anaonyesha picha mtoto wake. Njiani alikuwa amekutana na Yoyoki. Wote wawili wakaanza safari ya kumtafuta Adamu. Wakati huo nyumbani, Atmo mganga kafika hapa, anajaribu kufanya nguvu zake ili wajue Adamu yuko wapi. Akawa ameomba kitu ambacho kinamilikiwa na Adamu. Bimo akawa ametoa iPod. Mganga baada ya kutumia uwezo wake akawa amemuuliza Neta kwamba je, mtoto wako una uhakika atakuwa amechukuliwa na Rampul? Edwin akawa amefika hapo akakanusha, akasema kwamba Adamu hawezi kuchukuliwa na huyo kiumbe kwa sababu hana hatia yoyote. Akamgeukia Bimo akamwambia kwamba wewe roho yako ya giza ndio sababu ya haya mambo yote. Mzozo ukawa umezuka hapo. Asiti kabidi kuingilia kati, akawatuliza, akasema kwamba mnataka kujua kwa nini mtoto wenu amechukuliwa na Rampul? Kwa nini kiumbe huyo amemchagua mtoto wako? Muulize mke wako. Mke wako anajua kila kitu. Neta baada ya kusikia hivi akajua siri yake inaenda kubumburuka. Akawa ametoka hapo akaenda pembeni. Edwin ikabidi kumfuata mke wake, akaenda kumuuliza nini kinachofichwa hapa. Neta ikabidi kueleza ukweli kwamba miaka 25 iliyopita Rampul liliwahi kufika kwenye nyumba yao na yeye aliliona kwa macho, lakini akawa amejificha. Ndiyo sababu ya mdogo wake wa kiume kuchukuliwa na kile kiumbe, wala mdogo wake hakuugua wala hakufa kwa sababu ya ugonjwa kama ambavyo aliambiwa huyu mwanaume miaka 25 iliyopita. Edwin akabaki anashangaa, anamwona kama mke wake ni mtu wa ajabu sana. Anaweza vipi kuficha siri kubwa kama hii kwa miaka yote hiyo? Neta akajaribu kuelezea kwamba mama yake alimdanganya ili asimfanye huyu binti kukuwa ana hisia ya kujiona mwenye hatia ya kumpoteza mdogo wake. Kwa hasira Edwin akamlaumu sana mke wake kwa kutokuwa makini. Anaona kabisa hili jambo linaenda kumtokea mtoto wake Adamu na yeye hayuko tayari. Akamwita huyu mwanamke ni mzambi. Akatoka hapo kwenda kumtafuta mtoto wake Adamu. Alipotoka tu nje akamkuta Yoyoki, akamwambia kwamba nipeleke kwenye maficho ya Rampuli. Yoyoki akasema kwamba maficho. Kuna sehemu moja ambayo inatajwa sana na wanakijiji, ni katika maporomoko ya Sorodipo. Moja kwa moja kwa amepanda bodaboda na kuelekea sehemu ni mbio. Sasa wakati huo upande wa ndani Sikari anajaribu kumfariji mama yake, akamwambia kwamba huu ndio wakati ambao unatakiwa kuwa imara, ni wakati ambao unatakiwa kuthibitisha upendo kwa watoto wako. Nitakuwa ameshangaa huyu mtoto haya maneno ya hekima ameyatoa wapi? Ikabidi kumuuliza nani amekufundisha haya maneno. Sikari akasema kwamba babu ndiye aliyeniambia kila kitu. Babu, wewe umemwona wapi? Mtoto akasema kwamba mara nyingi namuona na nazungumza naye, na muda si mfupi alikuwa hapo kwenye kabati. Neta kutazama kabati kweli linafunguka. Neta ikabidi kusogea hapo kwenda kuangalia, lakini hakuona kitu chochote. Sikari akamwambia mama yake kwamba babu aliniambia kwamba kati ya mimi, Adamu pamoja na wewe, mmoja wapo ni lazima achukuliwe na lile jeneza. Baada ya kusikia haya mambo, mwanamama huyu akaenda moja kwa moja katika kaburi la baba yake, akaanza kuzungumza kwa hasira pamoja na maumivu. Anasema kwamba ninaamini tangu miaka 25 iliyopita baada ya mdogo wangu kuchukuliwa na yule pepo, baba wewe ulikuwa na hasira na mimi, na nachoona unaniadhibu kwa kile ambacho kilitokea miaka 25 iliyopita. Akiwa anaendelea kulia katika kaburi la baba yake, mara mama yake wa kambo Asiti akawa amefika hapo, akamwambia kwamba usijilaumu sana kwa sababu baba yako hakuwahi kukuchukia. Akawa amempatia barua ambazo baba yake aliziandika, hakuweza kujua namna sahihi ya kumtumia. Neta akapokea barua na kusema mbele ya Asiti kwamba je, kifo cha baba yangu pamoja na kutoweka kwa mtoto wangu ni kosa langu? Jeneza linalopaa kurudi kwenye hichi kijiji kweli ni dhambi yangu na sio dhambi yako wewe pamoja na Bimo kuwa na mapenzi ya siri. Asiti akasema kwamba wala hakuna cha kushangaza hapo. Akakubali kabisa kwamba yeye pamoja na Bimo wana mahusiano ya kimapenzi, na akamwambia kwamba huyu binti baba yako alikuwa anajua na alikubali haya mahusiano na aliyabariki haya mahusiano. Neta baada ya kusikia hivi akashuku yawezekana Asiti pamoja na Bimo ndio waliomuua huyu baba. Asiti kusikia hivyo kabidi kumuuliza nani alikwambia hivyo? Neta akamtaja Mitha. Asiti akasema kwamba hapana, huyo binti alikuwa ni mwongo sana, mimi siwezi kumuua mtu. Sasa huyu mwanadada, kama unakumbuka mwanzoni, mzee jamaa alipokwenda kufanyiwa uganga kwa ajili ya kupata fedha na mali, huyu alikuwa ni msaidizi wa mganga. Sasa huyu binti ndio akaeleza ukweli kwamba yeye alilazimishwa kuolewa na baba yake Neta kwa sababu baba yake Neta alikuwa anamdai sana yule mganga fedha nyingi, hivyo yeye akalazimishwa kuolewa ili kulipia yale madeni. Akasema kwamba baada ya hiyo ndoa alimlea jamaa na akajaribu kumpenda, ingawa jamaa aliishi maisha yake toka ndoa imeanza mpaka anakuja kufukiwa chini. Alikuwa anajiona ni mwenye hatia kukaa mbali na familia yake, yaani alikuwa anaipenda familia yake kina Neta pamoja na mke wake. Binti Asiti akawa amethibitisha hilo jambo. Wakati huo huo Edwin pamoja na Yoyoko wakawa wamefika kwenye maporomoko ya maji. Edwin akawa amekimbilia huko kwenda kumtafuta mtoto wake. Baada ya muda Yoyoko akaona kuna gari moja limefika hapo. Kwenye kutazama vizuri akamwona Bimo pamoja na mganga wamefika hapo. Yeye ikabidi kujificha haraka.
haraka. Atimo akaelekea moja kwa moja kwenye maporomoko ya maji. Sasa ngoja kwanza turudi upande mwingine kwa Sekari ambaye yeye yuko ndani akichorachora picha. Mara mama yake alikuwa amefika hapo. Sekari akamwambia kwamba babu amenichorea picha, amenionyesha sehemu ambapo Adam kuna kitu alikiona ama yeye yuko kule. Kisha alikuwa amemuonyesha picha hizo mama yake. Na baada ya muda akachukua iPod ya Adam na akamuonesha mama yake kitu alichokiona. Mama alishangaa sana, akawa ametoka hapo moja kwa moja na kwenda kwa mama yake wa kambo Asiti na kwenda kumuonesha hiyo video. Kisha akamuomba baki na binti yake Sekari, yeye anaenda kutafuta ushahidi zaidi. Baada ya Nekali kutoka tu hapo, Asiti akacheza ile video. Ni nini? Akagundua kwamba Bimo alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Nining. Kwenye video hiyo inaonesha kabisa wazi, na wao walizungumza kwa wazi jinsi ambavyo walimuua Jamal, na sasa wanasubiri maagizo ya mzee Atimo yule mganga ili wamuue Asiti kwa kumtilia sumu ili wachukue mali zake zote. Haya yote alirekodi Adamu na Bimo alishuhudia kwamba Adamu amewaona, hivyo wakuwa wamemkamata huyo mtoto. Ghafla mwanamama huyu akahisi uwepo wa roho fulani hivi ya Jamal ndani hapa. Roho mara moja ikawa imemwingia binti Sekari na ikamwonya Asiti ikimwambia kwamba watu uliowaamini wote wamekusaliti, kuwa makini. Roho hiyo ikawa imemwachia binti Sekari. Kwa upande wa mganga akiwa bize kufanya tambiko, mara Edwin akawa amefika hapo, anamuoji mtoto wangu yuko wapi? Mzee akasema kwamba umechelewa, usiku huu Adamu anatakiwa kutolewa kafara kwa Rampuri. Zikapigwa 1 2 3 hapo. Edwin akawa amemzingua vibaya sana mzee, akawa amemtwika moja jumuisha na kumchoma kitu kenye ncha kali. Huyo mzee akawa amepata upenyo, akamtwanga Edwin, akamwacha chini hapo. Akawa ametoka hapo moja kwa moja akaenda kwa Bimo, akamwambia kwamba nahitaji msaada. Mshikaji akawasha gari kisha akaondoka kwa kupita juu ya miguu ya huyo mzee akiwa chini hapo. Sijui ni nini kinachoendelea hapa. Muda mfupi Edwin akawa ametoka hapo nje, akamkuta mganga akiwa amelala chini. Yoyoka akawa amefika hapo, wote wawili wakaamua kuondoka hapo. Baada ya wao kutoka tu, huyu mzee si akanyanyuka. Mimi mwenyewe nitaka kushangaa, huyu mganga mchawi muongo imekuwaje tena? Mahala pengine ambapo Neta kafika mpaka sehemu ambapo mchoro ulikuwa unamuonesha sehemu hiyo. Baada ya kufika hapo akachimbua, akakuta kitu ambacho Adamu alikiona hapo awali, lakini kilitoweka tu kwenye mazingira ya kutatanisha. Ghafla Nini akawa amefika hapo na kumshambulia kutoka kwa nyuma. Nini akafichua kwamba yeye Neta pamoja na familia yake kufika kwenye hichi kijiji kumeharibu na kuingilia mipango yao. Neta na Nini waliendelea kupigana. Mwisho wa siku Neta akawa amefanyikiwa kumzidi nguvu kabisa huyo binti, lakini kwa bahati mbaya Bimo akawa amefika hapo, akawa amemzimisha Neta. Neta pamoja na Adam wakawa wamefungwa na kamba tayari kwa ajili ya kutolewa kafara kwa Rampuri. Sasa wakiwa hapo kila kitu wamekiweka sawa kabisa, wakasikia ishara ya yule pepo akiwa anafika hapo. Nini pamoja na Bimo wakawa wamejificha haraka, wakawaacha hapo washuhudie Neta pamoja na mtoto wake wakiwa wanasombwa na lile jeneza. Edwin pamoja na Yoyoki wakawa wamefika hapo. Edwin akamwambia kwamba Yoyoki azibe zile taa ili Rampuri asiwaone, lakini kabla taa zijazimwa Rampuri tayari amekwisha kuwaona. Watu wakaanza kufumba macho hapo wakiwa na hofu. Neta akaamua kujitoa muhanga, akamwambia mume wake kwamba ninakupenda sana, wachunge watoto wangu. Kisha akawa amemuomba msamaha kwa makosa yake. Kisha mwanamke huyu akawa amemtazama yule pepo. Pepo hakupoteza hata muda, akamchukua akamning'iniza juu kwa juu. Edwin pamoja na Adamu wakawa wanamzuia bila kutarajia tu. Yule pepo akawa amemwachia Neta, akamgeukia Adamu, anataka kumbeba sasa huyu mtoto. Wakati huo huo Yoyoki akawa ameelekeza taa kwa Bimo pamoja na Nini walipokuwa wamejificha, jambo lililomfanya Rampuni kuwaangalia wao tena. Sasa wasaliti wanaenda kufuatwa, msaliti ni msaliti tu. Bimo akamweka mbele Nini. Rampuni akawa amemkamata huyu binti. Sasa binti naye akaona hakuna namna, ninaondoka na Bimo, kamshika mkono. Bimo alikuwa ni mtu mbaya sana, kwa amemkata kabisa mkono. Yule pepo akawa ameondoka na binti Nini. Yeye akawa amebaki hapo, lakini haikuwa salama sana kwake kwa sababu ndani ya nyumba hii kulikuwa na mtego mingi sana. Kwa bahati mbaya mmoja ulikuwa umemwangukia na kumuua vibaya huyu jamaa hapo hapo, na moto ulikuwa umeshika kwenye nyumba. Kibanda kizima kilikuwa kimewaka moto. Edwin akamuuliza Neta kuhusiana na Sekari. Hili jambo likamfanya Neta kukumbuka maneno ambayo aliambiwa ni utabiri kwamba Rampuni atamchukua mmoja kati yao, yani yeye, Adamu au Sekari. Akawa ametoka hapo mbio kurudi nyumbani. Sasa upande wa ndani Asiti akasikia kama kuna mtu katupa jiwe dirishani. Kabla ya kwenda kutazama akamficha Sekari chini ya kitanda, akamwambia kwamba asifumbue macho, iwe jua liwe nini. Asiti akaenda kuangalia nini shida. Baada ya kufika huko, lile jeneza lilikuwa limetokea mbele yake na yule pepo yuko hapa. Upande wa ndani Sekari alipokuwa amejificha akavutwa kutoka nje. Ni yule mzee mganga kafika hapo, anamuhimiza huyo mtoto afumbue macho. Mtoto kakataa. Mzee akamwambia piga kelele. Mtoto akawa amepiga kelele. Zile kelele zikamfanya yule pepo kumwacha yule mwanamama kule upande wa pili.
kumfuata huyo binti moja kwa moja, lakini Asiti akajaribu kumzuia. Pepo kwa amempuuza akaingia ndani. Mama akisikia alikuwa njiani na gari, akaliona lile jeneza linapaa na anasikia mtoto wake akiwa analia, anamuita mama kwa ajili ya msaada. Mwanamama akaamua kulifuatilia ile jeneza mbele kwa mbele, akalitokelezea mbele. Jeneza lilikuwa kwa chini chini, hivyo kwa miligonga na gari kasababisha ajali. Mtoto chini, mama chini. Mama akawa ametoka hapo kwa ajili ya kwenda kumtazama mtoto wake. Akamchukua na kumpeleka sehemu salama, akamwambia kwamba akae hapo amsubiri baba yake pamoja na mdogo wake watakuja kumchukua. Kisha yeye akaamua kujitoa sadaka. Mimi ndiye unayenitafuta, nichukue mimi, lakini uache familia yangu pamoja na ndugu zangu wote. Ghafla akasikia sauti ya baba yake jamaa kupitia mwili wa mwanaye akisema kwamba uovu hata uwe na nguvu kiasi gani, daima hushindwa na upendo pamoja na ukweli. Neta akakumbuka ujumbe wa mwisho wa mama yake kwamba upendo una nguvu kuliko uovu wa aina yoyote. Muda huo huo Sekali alikuwa amemkimbilia mama yake na kumkumbatia. Nekali akamkumbatia mtoto wake huku akirudia maneno ya mwisho ya marehemu mama yake kwamba upendo una nguvu kubwa. Lampul akawa anawasogelea, na kabla hajawafikia kabisa akawa ameyeyuka. Tukarudi upande wa ndani kwa Asiti. Edwin, Yoyoki na Adamu akawa wamefika hapo, wakamfuma mganga Atom. Edwin akamkabili Atom. Atom akafichua kwamba ni nini pamoja na Bimo wao walikuwa na tamaa za mali tu, lakini yeye alikuwa na mpango muovu kuliko. Yaani yeye mpango wake ulikuwa ni kwamba atakapomtoa Neta sadaka kwa Rampuni, yeye atakuwa ndo mganga mwenye nguvu kubwa kuwahi kutokea hapo ulimwenguni, na licha hiyo yeye atakuwa na uwezo wa kumdhibiti Rampuni na kumtumia atakavyo. Akacheka, lakini sasa katikati ya kicheko Rampuni alikuwa ametokea upande wa nyuma, akapita naye kama mwewe, akamwacha Edwin, Yoyoki pamoja na Adamu wamefumba macho. Hautakiwi kuonana macho kwa macho na yule kiumbe. Baada ya muda Neta akawa amerudi hapo na binti yake wako hoi bintaban. Edwin akatambua makosa yake na akawa amekiri kwa mke wake, akamwomba sana msamaha kwa sababu yeye ameforce sana hii safari kwa ajili ya fedha tu. Madeni yangeweza kumuua, lakini sasa ni bora kufa na madeni kuliko kufa na hekaheka za hili jeneza. Wakakiri kupendana, wakaahidiana kwamba wataendelea kuimarisha familia yao. Hii historia ya hili jeneza kwenye hichi kijiji haikuishia hapa, kwa sababu wao waliondoka na lile jeneza Lampul liliendelea kuwepo. Inaonyeshwa katika sini ya mwisho ambapo kiumbe huyo aliweza kumshambulia Yoyoki kwa sababu yeye alisalia kwenye hichi kijiji. Filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.